katika adhkari ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam mara tu akimaliza sala basi usema Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Mola wangu wa haki, wewe ndiye amani. Katika asmaullahi alhusna, majina ya Allah mazuri ni assalam, kwamba Allah yeye ni amani. Wa minka salam, na kwako wewe ndiyo inapatikana amani. Ndugu zangu katika imani, katika kitu ambacho ni tunu au ni zawadi adhimu ni watu kuwa katika mazingira ya amani na usalama, na hapa ndipo tunapata wasaa mkubwa sana wa kuendesha harakati zetu za kiuchumi mbalimbali, hata wasaa na utulivu wa ibada za Allah jalla fi ula. Masala haya ya amani ndani ya Uislamu ina nafasi kubwa sana sana kabisa, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapoandaa hapa mwezi mwandamo umuomba Allah au wananisha mwezi ule kwa amani na kwa hali ya usalama. Ni vitu muhimu sana katika safari, na ndio maana kila ukimaliza kuswali ni sunna muumini kusema Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Umetukuka ya Allah, mwenye utukufu na mwenye ukarimu. Lakini pia ndugu zangu katika imani, katika adhkari ambazo Waislamu natakiwa kuzileta katika sala ni kusema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Hakuna mola isipokuwa Allah, peke yake hana mshirika, ufalme ni wa kwake, sifa njema ni zake, na yeye juu ya kila kitu ni mwenye uwezo. Bali katika salatu subh kama hii ambayo tumemaliza na salatu maghrib, dhikri hii mu'min anatakiwa ailete mara 10. Na hapa ndugu zangu katika imani ni sehemu kubwa ya kulea misingi ya aqida. Tauhidi yako inakuwa imara zaidi kwa hizi adhkari ambazo kwamba unazileta baada ya sala. Ikiwa utazingatia maana ya adhkari hizi, ni kitu gani ambacho unakizungumza katika sala yako, ni jambo ambalo kwamba lina thamani kubwa sana kuweza kuilinda itikadi yako iliyokuwa sahihi, itikadi yako ambayo ni salama, ukutane na Allah tabaraka wa taala aliyekuwa moyo wako umo ndani ya usalama.